Labda yawezekana kosa langu ni mimi kuhoji kuhoji mwenyekiti kugawa au kuuza maeneo ya serikali, ambao unajua kitu nashangaa sana, viongozi wa serikali wilaya ya Mwanga, kama kweli mnapenda maendeleo, viongozi wa chama wilaya, kama kweli nyie viongozi wa wilaya ya Mwanga mnapenda maendeleo, kwa nini mnanipa maelekezo then ninapotii na kusimamia yale maelekezo mnakuja kunigeuka baadaye? Au kwa sababu ninazuia kula yenu, nazuia rushwa? Kosa langu ni nini? Ni kumzuia au ni kuhoji juu ya mwenyekiti kugawa eneo ambalo ni jirani yetu hapa la zaidi ya heka moja na kugawia ndugu zake, yani hata sio watu wa pembeni, kuwagawia watu ambao ni zaidi ya 20, amewagawia zaidi ya heka 100 ambao tunapakana nazo sisi. Kuhoji hilo ni kosa? Kwa nini nisielimishwe kama mwananchi wa kawaida, niambiwe tu bwana Ikongo, hili eneo ni kweli lilikuwa ni mali ya serikali, lakini sasa tumeamua kugawa? Lakini bado ningehoji, kwa nini ni ndugu zake tu, mtoto wa mjomba, sijui shangazi, sijui nani, mdogo wake, kaka yake na wadogo zake wote wa mwenyekiti wamepeana maeneo kuanzia huko chini mpaka juu ya mlima, karibu zaidi ya heka 100. Na hata hivyo, kamati ya ulinzi na usalama mkoa na kamati ya wilaya ulinzi na usalama wilaya mlifika nyumbani kwangu na mkanipa maelekezo ya mdomo, sio ya maandishi. Mkanambia eneo hili kwa sababu tunapakana ni mali ya serikali, basi eneo hili Ikongo lilinde, angalia mtu yote asivamie ili eneo. Sisi kama serikali tuna mpango wa kujenga nyumba za National House. Sasa je, kosa langu ni kuhoji ni lini serikali mkoa au wilaya, hata mkuu wa wilaya umewahi kufika kwangu na kuniambia kwamba sasa bwana, unajua hili eneo tulikwambia lilinde, sasa usililinde tena, tumeshaamua mwenyekiti wa kitongoji agawie ndugu zake? Hamjawahi kuniambia, lakini mmenipa maelekezo ya mdomo. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ninaiamini mno, na mkoa ninauiamini mno. Ukishazungumzia kamati ya usalama mkoa, kamati ya usalama wilaya, maana yake ni vyombo vikubwa kabisa vya mwisho kiusalama ndani ya wilaya. Sasa mmenipa maelekezo, eneo hili ni mali ya serikali na tutajenga nyumba za National House. Nikiangalia kwenye hati yetu, kwenye maelekezo yetu, tunaona kabisa alipokuja yule mipango miji wakati huo, Mheshimiwa Mwasumbi, nafikiri sasa hivi ni afisa ardhi wa wilaya, alipokuja kijana wa watu, amepambana, ameangalia, amepitisha GPS, kila kitu sawa, na yeye mwenyewe akaniambia, ndugu yangu, hebu kama ulivyopewa maelekezo, lilindwe eneo la serikali. Nimekuwa nikililinda hivyo mpaka leo. Sasa kosa langu ni kuhoji mwenyekiti analigawa bila hata kushirikisha wananchi. Hakuna kikao chochote, maana mimi ni mwananchi wa kitongoji cha Kisangiro, na hata kama sipo kwenye kikao na watu wengi wa kuhudhuria. Kosa langu ni nini? Kosa langu ni nini? Kosa langu ni nini? Nimewakosea nyie wananchi wa wilaya ya Mwanga mpaka mnaanza kuniripoti kwamba mimi siishi na wananchi wa Mwanga vizuri? Au labda kosa langu ni kuwafungua macho wananchi wa kitongoji chetu cha Kisangiro? Kwa nikihoji hayo, mimi sio mtu mzuri, sio mtu mzuri. Kosa langu ni nini? Nataka mnijibu nyie viongozi wa wilaya, chama na serikali, nijibu.